Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa Elwanyi, kata Murieti, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti moja ya taarifa ya mtu mmoja ambaye amekutwa pembezoni mwa barabara akiwa amefariki dunia. Lakini tayari jeshi la polisi wameshakuja kuchukua mwili huu na kuondoa eneo hili la tukio na kupeleka kuhifadhi katika chumba cha maiti. Kwa muonekano wa mwili, mtu huyu ambaye alikuwa amevalia shati, lakini eneo la mgongoni lilikuwa linavuja damu nyingi. Lakini ni wiki moja tu imepita tangu miili ya watu wawili ambayo ilikuwa imefukiwa si mbali sana kutoka hapa ambako tukio hili limejitokeza, ya watu kukutwa wameuawa katika mazingira tofauti. Lakini tumezungumza na wananchi, lakini mwenyekiti wa mtaa huu tumezungumza naye pia akielezea, na wananchi waeleza kwamba matukio haya yanazua hofu kwa sababu yanafanyika nyakati za usiku na wao wanakuta miili hii nyakati za asubuhi. Maeneo haya ya Elwanyi na Dokati ni maeneo ya pori, kwa hiyo nyakati za usiku huwezi ukajua nani ambaye anapita. Hakuna makazi ya watu mengi na watu ndio wanahamia upande huu. Kwa hiyo nadhani kwa sasa wananchi wanapaswa kuchukua tahadhari zaidi ili kubaini nini ambacho kinapelekea mauaji haya ambayo yanajitokeza kwa nyakati tofauti. Nilipata taarifa kwa wananchi ambao pia wamekuepo hapa baada ya mwananchi mmoja ambaye anasadikika alikuwa anawahi kwenye shughuli zake, ndio alimuona. Baada ya hapo akapiga simu kwa watu walioko manyumbani ili waje wamtambue, na baada ya hapo kijana mmoja ambao pia ndio aliweza kupatikana mapema ndio aliweza kunijulisha kwamba kuna mwili ambao umetupwa hapo barabarani maeneo ya daraja la Kwanoa. Baada ya hapo ndio nilimpigia mtendaji wa kwangu ambao ni mtendaji Stella, akawa anapatikana bila kupokea. Nikadaveji kwenda kwa mkuu ambao ni mtendaji wa kata. Baada ya kumjulisha mtendaji wa kata aliniambia kwamba atawajulisha polisi ili kwa ajili ya kuja kujua kulikoni kuna shida gani. Baada ya hapo polisi walifika, waliwakuta wananchi hapa wako walikuwa wanazidi kutaka kutambua mwili, lakini baada ya kutaka kutambua mwili hawajaweza kupata muda kwa sababu maaskari walikuja wakasema muende mochwari ili mkatambulishe na mkajue kule mochwari, kwa sababu hapo ndio sehemu ya kujua. Baada ya hapo wananchi walianza kurapu na kuanza kusema kwa nini tusionyeshwe mwili ili tuangalie kama ni mwili ambao tunaweza tukatambua mapema kabla haujaweza kufika mochwari. Baada ya hapo wao polisi walishaondoka. Kwa hiyo baada ya polisi kuondoka, basi naye watu wa medium waliweza kufika, akina Kusaga, wakaanza kusema kwamba basi tujulishe kwamba kulikuwa na shida gani. Nasi tuliwaambia kwamba hatuna tunalolijua zaidi ya hapo kugundulika mwili asubuhi wa wananchi wanayepita barabarani. Basi baada ya hapo sisi hatuna tunalolijua zaidi, ila pia katika masuala ya matukio yanaonyesha kama matukio ni hayafanani sana, kwa sababu zile miili zingine zilizikwa, lakini hii inaonyesha kwamba hata wakati polisi wananyanyua mwili unaonyesha kama kulikuwa na damu ambayo inamwagika, kuonyesha kwamba maeneo ya mgongoni kunaonyesha kama kuna jeraha, ila hatujaweza kutambua jeraha hilo kwamba nilipo au ni la namna gani, kwa sababu tungelitambua kama ni labda la visu au ni nini au labda ni risasi au hatujajua kwa kweli, kwa sababu iliondolewa bila sisi kutambua. Kwa hiyo polisi ndio anaweza kujua sasa kwamba huo mwili umejeruhiwa kwa kutumia nini. Kwa kweli miili hii imekuwa ni ngumu kwa sababu inavyoletwa huku, kwa sababu inaonyesha ni matukio ambayo yanafanyikia mbali. Alafu baada ya kuonyesha kwamba huku kumetulia, watu wametulia, maeneo yao ni ya tulivu, kwa hiyo wanaonyesha kwamba wanapokuja huku kuja kufanya matukio yao wanakuwa ni salama kwao, kwa usalama wao wanavyokuja kufanya vitu vya ajabu vya namna hii. Tunaamua kuweka ulinzi mwingine tofauti na ule ambao sasa tunakuaga nao, sababu wakati mwingine tu huwa tunakwendaga kwa kutumia labda zunguzungu kwa ajili ya kutembea tu kwa watu wawili watatu, lakini kwa sasa inabidi tutumie mbinu nyingine tofauti na hiyo ili kuogopesha nao hawa wanaokuja huku,
kwa sababu inaonyesha kwamba wameona kwamba mafanikio yao ni makubwa wanapokuja kutufanyia vitu vya kuja kutupa miili ambao pia haihusiani na maeneo hii, kwa sababu maeneo hii haihusiani na miili kama hii, sababu hata huu mwili uliokuwa leo umechukuliwa kwa kweli inaonyesha kwamba ni mwili ambao wamekuja nao au wamekuja kumjeruhi mtu huyu. Jina naitwa Goodluck Saigura Soine. Mimi ni mkazi wa Nadosoito, Nadokati. Hili tukio limetokea, tumepata taarifa ndio tukaja tukaangalia. Tulikuwa tunaomba ombi kwa sababu hili sio tukio la kwanza. Ni tukio la pili linatokea la ajabu kwenye kata yetu ya Nadokati. Sawa? Kwa hiyo tunaomba serikali ili tuwezeshe tupate hata sungusungu. Sungusungu pia inapunguza sungusungu inapunguza hizi vitu ambavyo vinatokea ambao ni ajabu katika kata yetu. Sawa? Tunaomba mwenyekiti, mtendaji, serikali za mitaa ili waorganize ili tuweze kupata sungusungu. Ili mtu atakapotembea usiku aulize kwamba umetoka wapi. Tumepigia katika wananchi wamepiga simu ndio tukapata taarifa na sisi tukaja huku ili tuangalie kwamba ni nani. Kwa sababu sasa hivi mtu ukisikia kwamba ameuliwa hujui kwamba ni nani. Lazima tuje kuangalia kwamba ni nani. Kwa hiyo kitu ambacho tunaomba sisi, tunaomba sungusungu wawepo, sio kwamba sungusungu kwa wawepo. Kuna vijana wengi wamepitia jeshi la akiba ikiwemo hata mimi. Sawa? Mimi nimeongea kwenye ile tukio la kwanza lililotokea kule. Nimeongea na mtendaji. Nikamwambia, sungusungu wapo. Sawa? Hapa sasa hivi mjini nahamia huko. Sawa? Kwa hiyo tunaomba sisi hata vijana tutajitokeza. Inatia hofu kwa sababu si ni binadamu. Kila mtu anaumia kwa ajili ya hili tukio. Hata kama mtu unamfahamu, unaumia kwa sababu ni binadamu. Sawa? Kwa hiyo tunaomba ni ombi letu. Sungusungu tunahitaji sungusungu wawepo. Na sisi wananchi tukubaliane na hilo jambo jamani, au vipi? Kwa Ana Tobias Masawa, tumepata tu taarifa kupitia watu waliopita asubuhi, wakawa wanatoa taarifa kwa kupiga simu. Hiyo na sisi ndo tukaja tumemwona huyo mtu. Sijajua mimi, nilichomuona tu nimemwona mdomo uko wazi, meno yako nje. Sasa majeraha sikumsogelea zaidi. Tukio la pili, kuna wale watu wawili ambao juzi tu maeneo hayo hapo. Ambapo mmoja alichukuliwa mara ya kwanza ndo wakaja wakampigia yule mwingine wa pili. Haina hata muda ndio imetokea sasa tena kwa huyu. Kwa hiyo pia inatisha, maana ni mambo ambayo hayajawahi kutokea kwa huku, hatujawahi kuona vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo inatuogopesha. Labda inawezekana wamegundua huku kwetu bado kuna mapori. Na pia pengine labda sehemu zingine zina ulinzi, huwezi jua, maana huku si bado hamna ulinzi ule, sio nasema ulinzi shirikishi ule wa usiku labda. Maana sasa kwa nini sasa imekuwa watu wanaletwa huku? Si labda wamegundua labda huku, labda usiku ni salama, watu wote wako majumbani. Inawezekana. Tu pia ni kuwa makini na kuchukua tahadhari, maana inapotokea vitu vya namna hiyo inasikitisha na inaogopesha. Maana kwa mfano hapa ni karibu kabisa, mwili kuwepo hapa, zile pale ni watu wanaishi. Si unaona pia inatuogopesha. Kwa hiyo sijajua sasa serikali tu iangalie kwa kweli, maana inasikitisha. Sila John Kituni ndio tulipata kwa simu, na kweli ilitusikitisha sana baada ya kijana kumpigia baba simu kwamba kuna tukio, kuna mwili wa mtu umetupwa hapa. Ilitusikitisha sana mpaka tumeogopa. Yaani mimi hata mpaka kufika hapa nimeshindwa kufika, na tetemeka tu. Maana hii hali ni hatari sana. Haijawahi kutokeaga huku, lakini sasa imetokea. Tunaisikiaga mbalimbali, sehemu mbalimbali, lakini kwa kipindi hiki sasa imetufikia sisi. Inatusikitisha sana. Wanaletwa, hamna mtu anayeuawa huku. Wanaletwa. Haijulikani ni wa wapi, haijulikani ni nani. Kwa hiyo wanaletwa. Na wanaletwa usiku, kuanzia usiku wa manane. Watu wameshalala. Usalama ni mdogo. Yaani inatuogopesha baba. Hata kutoka sehemu za makazi tunaogopa hata kufika manyumbani.
tunakuwa tunasubiriana hata tuondoke tukiwa 3 4, maana hii barabara hata uwezi tena kupita mwenyewe. Serikali tu ingilie kati babangu. Ndio maana hii hali imekuwa ni hatari mno kwetu. Na tunakaaga kwenye biashara zetu mpaka usiku. Sasa ujui kwamba utatoka utakutana na hiyo miili. Sasa ukikutana na hiyo miili watakubakisha wao wanaoleta. Naitwa Pinieli Meduteki, ni balozi wa jirani wa eneo hili. Kiukweli matukio kama haya ni matukio mabaya sana. Yanatusikitisha sisi kama wananchi. Kwa mfano mimi nimepigiwa simu kwamba kuna tukio limetokea, kuna mtu tena ameletwa akatupwa jirani hapa barabarani. Limetushitisha sana kiukweli. Si ni kama balozi kama mimi nilikuwa naomba serikali kwa jicho la ukweli waangalie matukio haya. Ikiwezekana hata hii gari la zunguzungu usiku la polisi iwe inapitia maeneo haya kupita kufanya doria. Kwa sababu sasa matukio kama haya yanaonekana yanafanyika huko mbali, wanaleta huku kwetu kutupa. Kwa sababu wanajua saa hizo za usiku watu hawapitipiti sana maeneo ya huku kwetu. Kwa hiyo ndio maana ya matukio yanaletwa, watu wanauawa mahali wanaletwa kutupwa huku kwetu. Kwa hiyo sasa serikali tunawaomba sana kwa jicho la ukweli waliangalia hili swala. Kwa hiyo ni masuala ambayo si mazuri sana. Yanatusikitisha sana sisi kama wananchi. Ni mwili tumekuta ni mazingira ya kuwekwa pembeni mwa barabara, kutelekezwa hapo. Na wameweka hapo makusudi ili kwa sababu wanajua kabisa wananchi asubuhi lazima wapite watauona mwili. Majeraha yameonekana kwa sababu ukiangalia sehemu za kiwiliwili kuna jeraha liko pale linachuruzisha damu kama nilivyoangalia mimi. Naambia tu wananchi wangu wawe makini, ile kutembea usiku sana waache, wapite kwa mida kuanzia saa 12 watu wao wamesha sogea nyumbani. Maeneo kweli hayatakuwa salama kwa sababu sasa ukiangalia mahindi sasa yako huku. Kwa hiyo sasa watu watakuwa wanapita maeneo haya kwa shida sana, yani kwa kuogopa. Kwa sababu sasa ni maeneo ambayo yanaonekana. Mfano kama ukiangalia alipo pori pale, mahindi kama haya, watu watakuwa na wasiwasi sana wa kupita njiani. Hii kama tukio la pili sasa tumeona katika mitaa yetu, kama juzi wale waliokutukana tena wawili kule kutelekezwa barabarani pia ni kama tukio la pili sasa tukiangalia. Kwa sababu sasa juzi wale wametokea mazingira haya na huyu naye tumemkuta katika mazingira yetu haya, na inaonekana sio yani na matukio hayajafanyika huku kwetu. Yamefanyika mbali, wanaleta huku kwetu kutelekeza huku. Baada ya kufika kwenye eneo la tukio na mimi nilianza kudadavua na kujua kwamba kulikoni kuna jambo gani. Licha mwenyekiti kuniambia kwamba kuna mtu ameletwa maeneo yale ya takriban wiki mbili, waliletwa watu wawili ambao miili yao tayari ilishajeruhiwa na watu walishakufa na walizikwa kwenye mashamba ya wenyeji huku. Na kwangu mimi binafsi kama mwenyekiti wa chama bado naendelea kusikitika na kujiuliza hawa watu ambao wanafanya huku ndio maeneo ya makaburi, tunashindwa kuelewa lengo lao ni nini. Na kwamba inaonekana pia hapa katikati hata swala la ulinzi kidogo huku halijakaa sawa, kwa maana pia doria na wananchi wenyewe pia tunapaswa kufanya doria kwa nyakati ambazo haswa kipindi hiki cha uchaguzi matukio ni mengi sana. Kwa hiyo nimefika kwenye eneo la tukio, sijafanikiwa kumkuta mwenyekiti, alishapeleka mwili kwa maana ya mtu aliyeletwa ambaye tayari alishakufa na gari la polisi. Kwa mujibu wa maelezo wananchi kwamba polisi walifika hapa na hakuhitaji maelezo kwa wananchi, pengine walisema kaeni mbali. Baadaye wakavaa vifaa vyao kama gloves, wakainua mwili wakapakia kwenye gari na mwenyekiti naye akaambiwa panda kwa ajili ya maelezo mengine. Hatujui ataenda kueleza nini, lakini nilikuwa nategemea wangefika kwenye eneo vyombo vya ulinzi na usalama, basi angalau pengine tungeuangalia ule mwili, kwa sababu tunashuka na kupanda, kwa maana ya kwamba watu wa huko wanaenda mjini, wanaenda kwa Mrombo, wanaenda hata Veta. Kwa hiyo ingetosha tu kumtambua kwamba pengine ni mtu wao au ni mtu ambaye wanamfahamu. Kwa hiyo mwili ule umepelekwa, kwa maelezo ya wananchi ni kwamba mtu alijeruhiwa sehemu za mgongo kwa kitu chenye ncha kali, kwa maana walivyokuwa wanamuinua damu zilikuwa zinavuja ambazo ni damu fresh. Inaonekana pia huyu mtu atakuwa ameletwa si mbali sana, itakuwa labda kwenye saa 10 karibu na alfajiri.
Kwa hiyo haya ndio maelezo yangu, mwandishi wa habari. Sina maelezo mengine zaidi isipokuwa tunaendelea kusikitika, ila mimi natoa wito, pamoja na kwamba mwenyekiti ametoka, sisi wenyewe tujitahidi kujiwekea doria, kwa sababu hii sasa inaharibu image ya kata ya Muriet, kwamba haijapita wiki mbili watu wawili wameletwa, leo tena ameletwa. Unadhani kwa mtu tu wa kawaida unaweza kufikiri kwamba je, Muriet watu wanakuja kuwanga huku au watu wanakuja kufanya makafara huku? Kwa sababu sijajua ni kwa sababu gani, kwa sababu kata ni kubwa. Kwa nini wasiende kata ya Terat? Kwa nini wasiende kule maeneo ya namba 4? Wanaleta tu Muriet, na ukiangalia eneo hili na pale ambapo miili imechukuliwa wala haina umbali, haina kilomita 1. Sasa tuna mashaka kwamba pengine kuna watu hawana dhamira njema na kata ya Muriet. Kwa hiyo maelezo yangu mafupi ndio haya.